Mwenyekiti wa jopo la uteuzi wa maafisa katika Tume Huru ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka nchini IEBC, Daktari Nelson Makanda, hii leo asubuhi aliwasilisha ripoti ya kuajiri watu walioteuliwa kwa wadhifa wa wenyekiti na makamishna wa tume hiyo mbele ya Rais William Ruto. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Kagungo, ni kwamba kiongozi wa taifa atateua na kupeleka ama kuwasilisha majina ya mwenyekiti na makamishna 6 kwenye bunge la kitaifa ili kupigwa msasa. I didn't know that. Ripoti ya mwisho kuhusu uteuzi wa waliotuma maombi ya nyadhifa za kamishna na mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka IEBC hatimaye imewasilishwa kwa Rais William Ruto. Ripoti hiyo inatolewa kufuatia kukamilika kwa mchakato wa mahojiano ya kina. Mahojiano ya nafasi za kamishna yalikamilishwa na jopo la uteuzi kufikia Aprili 25 na kwa nafasi ya wenyekiti Machi 26 mwaka huu. Wagombea 11 akiwemo aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya utekelezaji wa katiba nchini CIC Charles Nyachae na aliyekuwa msajili mkuu wa mahakama Ann Amadi walihojiwa kwa nafasi ya wenyekiti. It's not for the faint-hearted. So it was an attempt to shake me, an attempt to mudsling my reputation because I've upheld my integrity. East African community for the last few years has struggled almost to the point of becoming dysfunctional. Kulingana na sheria, ni lazima rais apokee majina ya wagombea wawili bora wa nafasi ya mwenyekiti kutoka kwa jopo la uteuzi. Rais basi ana wajibu wa kuteua moja kwa ajili ya kuidhinishwa na kuhakikiwa na bunge. Jopo hilo pia limependekeza majina 9 kwa majukumu ya kamishna, rais akitarajiwa kuchagua wagombea 6 kati ya hawa kwa idhini ya bunge. Kiongozi wa taifa amesema kwa mujibu wa masharti ya sheria ya IEBC atateua na kuwasilisha majina hayo kwa bunge la kitaifa kwa uaminifu kamili kwa kanuni za kikatiba zinazoongoza mfumo wa utawala nchini. Wagombea 106 kati ya 111 walioteuliwa kuwania nafasi hizo walijitokeza kuhojiwa na jopo hilo. Mike Kagungo, TV47, Nairobi.